Wewe ni kiumbe kidogo sana, dhaifu sana, halafu una bahati sana. Nimeshagaacha tabia ile ya kufinyanga vidamu vya watu na kuvinusa. Ningekufinyanga ninuse, ila nimemwachia Simba. Simba yeye atafanya hiyo kazi, atakupoteza. Haya, potea! Odi wenyewe. Kibwana, hivi una akili vizuri kweli wewe? Unatembeaje mtaani hivyo? Dami, kwani mmepatwa na nini mpaka mnatembea hivi, mapaja yapo wazi, matumbo yote hivi? Wewe. Yaani sipati picha kama utaingia katika mikono ya minyembe. Na kwa jinsi ulivyokuwa na kimwili kidogodogo. Na lile mwili lake na wewe jinsi ulivyo. Sipati picha siku atakapokubaka. Dami, Nyembe ndo nani? Kwa nini unatembea hivyo mtaani? Alafu taratibu za hichi kijiji zimeshabadilishwa, sio kama huko ulipotoka. Sasa kwa nini unakuja bila kuniambia? Ungenikosa hapa. Hebu twende kwanza tukazungumze. Sawa. Mke wangu, inabidi na huku pote tembe huku nafagia uchafu toe, sawa? Sawa mume wangu. Vipi? Mwenzako umemtandikia sehemu ya kulala? Ndio nimemtandikia. Sawa kabisa. Mume wangu. Kwa hiyo mume wangu, mimi nitakuwa naishi peke yangu kule. Ni sawa utakuwa unakaa kule. Lakini mimi nitakuwa nakuja kukutembelea mara moja sana. Lakini mwache kwanza mke mtogo akae hapa. Kwa sababu mkiendelea kukaa kule, kuna mambo makubwa yanaweza kujitokeza ndani. Umenielewa? Zongo tume, zonga duwe, zongo tume. Odi. Odi. Wenyewe.
Ugwa. Wewe ni nani? Nadhani umepata taarifa juu ya ujio wangu. Sina haja kujieleza sana. Kilichonileta na kijua. Sawa. Karibu ndani. Ugwa. Sawa. Naambia tabibu yangu, karibu sana. Nimekutafuta siku 3 hizi. Zote hatujaonana mimi na wewe. Nimekuja kwenye nyumba yako kule. Nimekukosa. Machari akanicheza. Nikajua bila shaka utakuwa katika nyumba yako hii ambayo ulisema unaimalizia. Na kwa nini ulinikimbia? Ugwa. Mwanzukulu. Mansuri. Ugwa. Mwanzukulu. Mke wangu. Ameamka. Ugwa. Jemedari wangu. Wewe ni simba. Ukaondoka kwa hasira. Au kuniongesha neno lolote zaidi ya kunidhaba kibao. Ni sawa. Utanisamehe sana tabibu wangu. Unajua siku ile niliyopata mataruba yale, kiukweli niliumia sana. Ikabidi niondoke kule niende kwanza nyumbani. Na ndio maana siku 3 zimepita hatujaonana mimi na wewe. Nilikuwa na ugonjwa, nilikuwa naumwa, maumivu niliyopata kule, nilikuwa najiukuza. Na nikaona sio pema niendelee kukaa kule na wake wangu wote wawili. Ikabidi mmoja ule mke mtogo ndo nimemleta kwenye nyumba yangu hapa. Unaona kama pato mpya nimeimalizia sasa. Kwa hiyo mke mtogo huyu, mke mkubwa huyu ataendelea kukaa kule. Sio, umeelewa? Ila kaacha kufanya mambo kabu safi. Yale mataruba yalionikuta pale, nilikuntua kwamba yule kijana ni mchawi. Ameamka? Eti. Msijali. Huyo ni simba. Alikuwa na hali mbaya sana. Alifika na hali mahututi. Mimi nilihisi ni mtu ambaye anakufa kabisa. Lakini ameamka kabisa hivi. Siwezi kuamini. Ni ajabu. Usijali. Hii ni damu yangu. Hii ni damu yangu. Mansuri. Baba. Ugwa. Umewezaje kufika hapa? Popote ulipo mwanangu, na mimi nipo.
popote utakapokuwepo na mimi nipo. Ugwa. Karibu. Unapiga vizuri sana hilo zeze. Inaonekana wewe ni mtaalamu. Asante kabisa. Umeipata taarifa umekapata ukiwa wapi? Toka nipo kule kisimani. Inasikika kabisa kwa uzuri kabisa. Basi nikuti kabisa. Asante sana. Ila samahani mpiga zeze. Kuna mtu amenielekeza kwako. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Msaada wangu, msaada gani? Kuna mzigo wangu nilikuwa nahitaji kuusafirisha nje ya mji. Hivyo nilikuwa nahitaji unisaidie usafiri. Mzigo gani huo? Ni mzigo tu wa kawaida wala hata usijali. Nataka ni utambue, tipo tufanye mambo hayo kwa kubebelea mzigo. Na pia tu nijue mzigo gani. Huo ni mzigo wa siri. Na hata kama ukinisaidia usafiri, itabidi tuusafirishe usiku. Sawa, hakuna taabu, lakini sasa naambie tu hapa nijue tu na mimi japo kidogo. Nijue huo mzigo unatokea wapi. Halafu mwisho kwa usiku tunapelekaje, nijue tu. Ni yule daktari ambaye alikuja katika hiki kijiji kwa ajili ya kusaidia watu wenye matatizo, ambaye alikamatwa na kina Minyembe. Ndio. Maana kilichotokea kule ndio kilinifanya mimi nikaja huku. Sasa umekuja hapa afadhali. Kote niende ndani nikajantae. Twende tukamue yule kijana haraka iwezekanavyo. Umenielewa? Nimetembea nazo kwa muda mrefu. Nashukuru sana. Pia nimekuletea taarifa. Ndio. Yule daktari ametoroka. Ametoroka? Ametoroka! Wewe! Ametoroka! Mayo.
Mansuri Simba. Sasa huu ndo wakati wa kuonyesha makucha yako. Huu ndo wakati wa kulipa kisasi. Huu ndo wakati wa kupambana na himaya ya Soria. Anatokaje? Anatokaje kwa mfano? Anatokaje? Anatokaje kwa jimaya mnyembe? Nilimkamata mimi nikamfunga pale ili asiondoke. Alisubiria mpaka nije nimtoe hukumu yake ya kifo. Anakimbia. Umemfungulia? Nimekuacha pale wewe na yeye. Umempeleka wapi? Umemfungulia? Sasa unasikia? Na kuomba mara moja, nyanyua miguu yako, nenda kule kwenye sehemu ya mateso, untafute kila sehemu. Najua wezi kuondoka nje ya himaya hii. Himaya ya Minyembe haikimbiliki hata siku moja. Naomba unielewe, na kuomba fanya unavyofanya, uondoke hapa sasa hivi. Nataka umlete akiwa mtima au amekufa. Sitaki nikuona unakuja peke yako. Umenielewa? Bado upo? Nenda! Nenda nakwambia! Hebu subiri kwanza. Kina nani? Minyembe. Mnyembe ngone wote na amani leo Minyembe. Ele Minyembe. Mimi siwezi ndugu yangu mambo kama Minyembe. Siwezi kabisa. Yani Minyembe ngui hata simwelewaki kabisa. Mimi siwezi kabisa ndugu yangu, utanisamehe kwa hilo kabisa. Inabidi tufanye kwa siri sana, yoyote asijue, na imani tutafanikiwa. Naomba unisaidie mpiga zeze. Yule kijana ndio mkombozi wa hiki kijiji. Hile ndio hazina. Ni lazima tuisaidie. Wakina Minyembe wakimkamata na wakimuua, sidhani kama tunaweza kupata amani tena hapa kijijini. Mambo kwa kuingeja mashita toka sawa ndugu yangu, mimi nataka kuelewa sasa na yawishika sasa. Kwa hiyo kine utanipa nini kwa mfano sasa? Nimebeba sasa, unanipa nini? Ule nini haki? Kuna kitu nitakupatia na imani utojutia muda wako. Nampia basi japo kitoko tu. Sheka tonto kitoko japo. Eka kichwa ka habari. Hiyo sawa, hiyo sawa. Hiyo sawa kabisa, hiyo imepita kabisa. Moja kwa moja live kabisa hiyo. Nimeipenda hiyo. Kwa hiyo nataka nikuulize kwanza. Una uhakika kabisa, unajua kabisa Minyembe hatojua hili linapoendelea? Na unaiza akijua itatokea nini? Kwa bana unaendelea na twale kwa mashitu ni nambala no lisagala. Na kuahidi, naomba uniamini mpiga zeze, sitokuangusha. Uitaido ni tole makono kalimhola, makono salama. Na kutegemea wewe na wewe unitegemee. Tupitishe jambo letu. Ukinitontosha na mimi nakutontosha. Usijali, haitofikia huko. Ugwa. We mzee, itakuwaje kama akina Minyembe wakija kujua kama uko hapa? Utakuja kufanywa kama alichofanya huyu mwanao. Najua msioyajua. Popote alipo Simba au kwenye himaya ya Simba, hakuna swala yoyote anaweza kukatisha. Mwanangu, wewe ni damu yangu. Baba yako na nguvu za Simba. Hupaswi kuwa mnyonge. Huu ndo wakati wa kupambana. Haina haja kujificha tena.
Umefuata nini mazingira nyumbani kwetu Rani? Dada aliniambia ulifika pale. Ulikuja kuangalia maiti yake, ulidhani atakufa? Hapana. Nilienda kumwangalia kama mwanakijiji mwenzangu. Nilisikia ameng'atwa na nyoka. Nikaenda kumuona. Acha unafiki. Wewe na mume wako si ndio mnaleta matatizo hapa kijijini? Nani asiyejua? Sisi ni wakimya lakini sio vipofu. Machafu yenu tunayaona Rani. Unanifikiria vibaya. Na hapa kijijini kila mtu ananifikiria vibaya mimi. Mimi sina ubaya kama mnaofikiria. Siwezi nikaungana na yule mwanaharamu yule. Mtizama tulivyovaa uchi. Na wewe pia umevaa. Inaonesha wazi unamsupport mume wako. Acha unafiki. Hapana. Mimi mwenyewe nilikuja katika hiki kijiji kutafuta maisha. Lakini nikakutana na Minyembe. Akanichukua na akaniambia hivi kuanzia leo ndo nishakuoa na akanivesha hizi nguo unavyoziona. Mimi mwenyewe sipendi kukaa hivi. Wewe una akili nyingi sana. Na mimi najua kama wewe una akili nyingi. Sasa ndio umekuja kusemaje? Au umefuata nini mazingira haya? Kuna kijana una moyo sana kumsaidia. Nilikuwa nataka tuungane ili tumtoroshe. Kijana gani unamzungumzia wewe? Yule daktari wa nyoka. Kinachotakiwa urudi kwenye uhalisia wako. Urudi kwenye umbo lako la nyoka. Kubwa. Nyoka?